لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua. Katika siku ya leo tutakuletea darsa yenye anwani isemayo Aljumaa alawwal fi shahr Sha'ban, Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Sha'ban. Iqra hadhihi sura, soma sura hii. Hii sura tutakayoelekeza ni sura ambayo itakusaidia katika mambo mengi, na kulingana na darsa ya leo tutakueleza takriban mambo manne. Faida ya kwanza utakayoipata kwa kuisoma sura hii, fathul umur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayafungua mambo yako ya biashara, ya kazi, ya ndoa na kadhalika. Athani, faida ya pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujalia as-sakina, utulivu. Utulivu unatakikana katika maisha, ni sawasawa ni katika ndoa au katika biashara au katika kazi ofisini, wafanya kazi, yatakikana upatikane utulivu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujalia utulivu katika kuisoma sura hiyo. Athalith, jambo la tatu, ashifa, utapata ponyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuponya maradhi yako, amaradhi aljinni washayatin wasihri walhasad walfiqad, maradhi ya majini, mashaitani, uchawi, husda na fiqadi, vyote hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa shifa. Ama jambo la nne na la mwisho, qada'ul haja, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia haja zako utakazonuia. Ama muhimu kuelewa, dua hii inasomwa katika Aljumaa ya kwanza katika mwezi wa Shaaban, lakini jambo la kuzingatia ni kwamba muda wa kusoma sura hii baada salatu alfajiri wa qabla salatu almaghrib, iwe ni wakati baada ya swala ya alfajiri na iwe kabla ya kuingia kwa swala ya magharibi. Lakini baada ya kuzingatia hili, yatakikana uzingatie jambo lingine, jilsatan wahida, ni kwamba uwe umekaa katika mkao wa aina moja. Isiwe umekaa mahala hapa, katikati ya dua umesimama, umekwenda umekaa pale katikati ya dua, umenyanyuka, umefanya hivi, umepokea simu. La, jilsatan wahida, kaa katika kikao cha aina moja. Ndugu yangu katika imani, utaratibu wa kusoma sura hii utakuwa ni mumtazija, utakuwa ni wenye kuchanganya baina ya sura moja na sura nyingine. Sura khasa inaitwa Suratul Fathi, ni sura ya 48. Sura hii utaichanganya na Surati Nasr ambayo nitakuelekeza namna ya kuweza kuisoma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sadakallahu alazim. Utaisoma sura hii kuanzia hapo mwanzo mpaka nasran aziza. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hii aya, inna fatahna laka fathan mubina, hakika tumekufungulia Muhammad ufunguo uliokuwa wazi, liyaghfira laka Allahu ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yatakayochelewa. Lakini kama hili halitoshi, waliyutimma ni'matahu alayka, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atimize neema zake juu yako, wa yahdiyaka siratan mustaqima, na akuongoze katika njia iliyonyooka, wa yansuraka Allahu nasran aziza, na atapate kukunusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nusra iliyokuwa kubwa kabisa. Ndugu yangu katika imani, utakapoisoma sura hii zingatia kwamba ndani ya sura kuna fathan za aina tatu, lakini pia kuna sakina za aina tatu, na hii ataka kuonyesha
kwamba ndani ya sura hii akisoma msomaji na akatia nia, Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia mambo yake, ikiwa ni kazi, ikiwa ni masomo, ikiwa ni biashara, ikiwa ni kilimo, ikiwa ni ndoa, ikiwa ni chochote, Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia. Na ndiyo maana sura yenyewe inaitwa Suratul Fath. Lakini vile vile katika mambo ya kuzingatia ni idadi ya kusoma hii aya. Unapoianza kuanzia aya ya kwanza, inna fatahna laka fathan mubina, mpaka aya nasran aziza, idadi yake utaisoma 63 mara, utaisoma mara 63. Na hii mara 63 ni idadi ya umri wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya kutimiza mara 63 utaweka nia yako katika yale mambo manne, na baada ya hapo utaisoma surati Nasr baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema idha jaa nasrullahi wal fath. Utaisoma mpaka hapo, na namna yake 63 mara, utaisoma mara 63 kwa idadi ya umri wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya mara 63 utaweka nia. Baada ya kuweka nia utakamilisha hiyo sura kama ifuatavyo: waraaita an-nasa yadkhulun fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Sadakallahu al-azim. Ukimaliza utarudi katika aya inayofuata katika surati al-Fath. Baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim utasema wa bihaqi walladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Utasoma mpaka utamaliza mwisho wa aya katika surati al-Fath. Utasoma hivyo, utaendelea kusoma hivyo mpaka mwisho wa sura katika aya za surati al-Fath. Ndugu yangu katika imani, kwa maelekezo haya, kwa utaratibu huu, kwa idadi hiyo na muda niliyokutajia katika haya mambo manne, utakapofanza dua yako Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ijaba na kabul. Na idadi hii ya 63 ya umri wa mtume sallallahu alaihi wasallam utaipata kwa kuianza katika surati al-Fath. Ukianza surati al-Fath yenyewe itakuwa ni sura ya kwanza. Sura itakayofuata ni surati al-Hujurat. Sura itakayofuata itakuwa ni surati Qaf. Ikiwa utahesabu katika mpangilio huo, ukifikia surati Nasr itakuwa ni sura ya 63. Na huu ndio umri wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu yangu katika imani, ili upate asrari mbalimbali za usomaji wa dua, endelea kubaki katika channel yetu ya Shafakallahu Online TV. Usiache kusubscribe channel yetu pamoja na kulike na kushare, ili darsa hii iwafikie na wengine. Man dalla ala khairin kafailihi, yule mwenye kusaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.